Unaona? Unajua kuna watu wanaweza kukusababishia upite kwenye mapito ambayo hukustahili kupita. Lakini maadamu yapo na Mungu anayaona, Mungu anayaacha na yatazama kama haoni vile. Lakini mwisho wa mapito yako uwe mzuri. Bwana asifiwe. Na ndicho anachotarajia Mungu, kwamba mwisho wa yale mapito, mwisho wa yale mateso, mwisho wa zile shida unazokutana nazo, unazopitia, mwisho wako uwe mzuri. Ndicho anachotamani Mungu. Bwana asifiwe. Mimi nilishawahi kupita kwenye mapito ambayo sijawahi kuona mtu amepita hapa katikati yetu. Nilipita hayo mapito. Na juzi kwenye maombi, wakati kwenye maombi niligusia kidogo. Nikasema nilikuwa naendaga Dar es Salaam beach kule. White Sand kule kwenye mahoteli makubwa kule kuna beach nzuri. Nakuta watu wamekaa kule wamepumzika. Na mimi nilikuwa ninaendaga kama ninaenda kupumzika. Lakini sio kupumzika. Nilikuwa ninaenda kule nikulia machozi tu juu ya mapito yangu. Na kwenye mapito yangu nikawa ninamwambia Mungu, najua iko siku Mungu utaniondoa kwenye mapito haya. Iko siku ya furaha iko mbele. Unatamka kwa kinywa chako. Bwana asifiwe. Amina. Unaitamkia kesho yako mzuri kwa kinywa chako. Kwa kinywa chako. Jana tulikuwa na manager hapa wa CRDB. Kuna neno alilisema, akasema mahali unapoishi pabariki. Bwana asifiwe. Patamkie baraka. Akasema wengi wametamka laana kusini. Yaani Mungu amekuleta kusini, unaanza kuitamkia laana. Asema kusini huku bwana, maisha ni magumu. Sijui huku kusini, sijui watu wa kusini, sijui hali ya kusini. Akasema hiyo unatamka wewe mwenyewe. Waliokuwepo naamini mna kumbukumbu hiyo. Bwana asifiwe. Alitamka hilo neno. Yule ni mtu wa Mbeya. Bwana asifiwe. Lakini ameipenda kusini kwa sababu amegundua kuna fursa. Mungu hawezi kukuweka mahali kwa bahati mbaya. Yaani ukiona umekwenda mahali, kuna watumishi wengine walikuwa wanamlilia Mungu sana kwenye maisha yao, Mungu awape ajira. Unaona? Wamelia. Alafu kwenye vilio hivyo wengine walikuwa wanajaribu kumwegemezea Mungu kwamba Mungu anakaa hata kwenye ajira. Mungu utakaponikumbuka unipeleke Arusha kule. Alafu Mungu akakupeleka Mtwara. Tupo baba, tupo. Akakupeleka Mtwara. Unasemaje hapo? Kazi endelee. Ngoja nikuambie siri. Siku moja nilikaa na katibu mkuu yule John Kijazi, yule aliyefariki kwa Magufuli. Mimi nilikuwa besti wangu. Unaona? Akawa ananiambia siri. Ananiambia mimi chanzo cha kuinuliwa kwangu, nimefanya kazi Lindi kwa muda mrefu. Ndio Lindi, kutoka Lindi nikaanza kuinuliwa. Unaona? Kutoka Lindi. Mnaijua Lindi nyie? Nyie Lindi mnaijua? Namna hiyo. Na Mungu anapotaka kukuinua, anaweza akakuinua kwenye mazingira ambayo watu wanatafsiri vingine kabisa. Unaona? Ndiko Mungu anatengeneza kuinuliwa kwako. Kwani Yesu alimsemaje? Anasema hivi, neno jema linaweza likatoka wapi? Nazareti. Si ndio? Ndiko likotoka wokovu wetu. Bwana asifiwe. Ndiko wokovu wako likotoka, Nazareti kijijini. Sijajua kijiji kile kilikuwa cha aina gani mpaka kilizalauliwa namna hiyo. Bwana asifiwe. Na leo ninakuletea ujumbe wa kuinuliwa kwako. Bwana asifiwe. Amina. Mimi sio mpenzi sana wa kuhubiri jumbe za watu kubarikiwa, watu kuinuliwa, watu sijui wapate magari, watu sijui wapate majumba, sijui watu wapate sijui mume, watu wapate mke, sijui wapate watoto. Mimi sio mpenzi wa namna hiyo. Ila Mungu akinipa ujumbe, ule ujumbe ndio ninaoleta kwako. Amina. Uwe wa baraka, uwe wa aina nyingine yoyote. Ninamtii Mungu na uleta ujumbe huo.